Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Rais huyo wa Urusi amelaani mashambulizi na kutoa salamu za rambirambi kwa Iran kulingana na huduma za vyombo vya habari vya Kremlin. Bwana Putin anafanya mazungumzo hayo kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel na rais wa Iran, huku akionyesha wasiwasi wake kutokana na mzozo uliokuwa, huku akisema kwamba mzozo huo ungeweza kutatuliwa mapema kabla haujakuwa zaidi na zaidi. Bwana Putin katika simu yake na rais Masoud Pezeshkian pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wamejadili ongezeko la mzozo katika Mashariki ya Kati kufuatia makombora ya Israel dhidi ya Iran, lakini baada ya Iran kulipa kisasi. Israel ilifanya mashambulizi makubwa ya usiku kucha ikilenga vituo vya nyuklia na mitambo mbalimbali ya kijeshi. Mashambulizi hayo yaliendelea hadi siku hiyo na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyenzo na hasara kwa uongozi wa juu wa jeshi la Iran na kusababisha vifo kwa wanasayansi mashuhuri wa nyuklia katika taifa hilo. Rais wa Urusi ametoa salamu hizo za rambirambi kwa uongozi wa watu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusiana na vifo vingi vya binadamu wakiwemo raia vilivyotokana na mashambulizi ya Israel, ilisema taarifa hiyo. Lakini pili, alizungumza na waziri mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu akimsihi kuachana na mashambulizi hayo. Urusi imelaani vitendo vya Israel ambavyo vinakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, Putin alisisitiza. Kulingana na taarifa hiyo, wakati huo huo, kiongozi huyo wa Urusi alionya utayari wa kupatanisha na kuendelea kuchangia katika kupunguza mzozo kati ya Iran na Israel. Putin pia alisisitiza umuhimu wa kurejea kwenye mchakato wa mazungumzo na kutatua masuala yote yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran kwa njia za kisiasa na kidiplomasia pekee. Ongezeko linaloendelea limejaa matokeo mabaya zaidi kwa eneo zima la Mashariki ya Kati, anaonya Bwana Putin. Putin ameonya mataifa yote mawili kwamba si wakati wa kuendeleza mapigano. Baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel siku ya Ijumaa, usiku kucha ilianzisha mashambulizi nayo ikishambulia maeneo mbalimbali nchini Israel, huku raia wakipewa taarifa ya kujificha maeneo maalum kutokana na mashambulizi hayo ambayo hadi wakati huu yanaendelea. Shambulio la Israel lilikuja baada ya duru 5 za mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran ambao ulikwama na kushindwa kuleta matokeo yoyote yanayoonekana. Duru ya 6 ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika nchini Oman siku ya Jumapili, lakini Iran imesema hakuna haja ya kuendelea na mazungumzo hayo kutokana na kwamba Iran imefanyiwa mashambulizi mazito na wakati huu ipo katika tathmini na ipo katika msiba mzito kutokana na vifo vya watu wake. Iran imeapa kwamba kisasi lazima kitaendelea kulipizwa, ikisitiza kwamba mashambulizi walioshambuliwa hayakuweza kutekelezwa ila ni kwa idhini ya Marekani na hivyo hawawezi tena kuingia katika mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump alidai kuwa alijua kuhusu namna ambavyo Israel itafanya mashambulizi hapo awali, akieleza kama ni mafanikio makubwa kwa Israel. Trump pia alipendekeza Tehran kujitetea katika shambulio hilo kwa madai ya kusita kwake kufikia makubaliano ya nyuklia. Tuliwapa nafasi na hawakuikubali. Walipigwa sana, vikali sana. Walipigwa sana kama wanavyoendelea kupigwa na kuna mengi zaidi yanakuja, mengi zaidi, alisema rais wa Marekani Bwana Donald Trump akitoa maoni yake juu ya shambulio hilo. Hata hivyo, hili liliwakasirisha sana Waajemi wa Iran na kuamua kunyanyua makombora na kuwasha taa ya kijani kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi, na hadi wakati huu inaelezwa mashambulizi yanaendelea huko nchini Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea